Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuja siku moja kumsindikiza binti yake Zainab. Hakushuka ndani, aliwaelekeza masahaba washuke wamzike. Yeye alichuchumaa, ndugu yangu, anaelekeza fanyeni hivi, msifanye hivi. Ghafla mtume anabadilika, sura yake inabadilika, majonzi yanaanza kudhihiri, majonzi yaanza kudhihiri katika uso wake, na machozi yaanza kumtoka. Baada ya kumaliza kuzika, masahaba kamuuliza, kwa nini ghafla ulibadilika? Anasema, raaitu alqabra yadhummu ibnati Zainab. Nyinyi hamuoni, anasema, lau mungelikuwa mnaona yale ninayoyaona, mngelicheka kidogo, mngelia sana, msingewakurubia hata wake zenu. Mwanangu alipoteremshwa tu, salamu za kaburi nimeziona live kwa mwanangu, kaburi imembana mwanangu Zainab, roho ikaniuma. Walidhalika anasema, inna lilqabri ladghatan law naja minha ahadun lanaja minha Sa'd ibn Malik. Kaburi itambana kila mtu, hakuna atakayepona na hilo. Na lau kama kuna mtu atapona kubanwa na kaburi, angelipona sahaba anayeitwa Sa'd ibn Malik, sahaba ambaye mazishi yake yalisindikizwa na malaika 70,000. Hapa ndipo ujanja unapoishia hapa. Vijana, hebu fanya maandalizi kwa ajili ya chumba hichi. Hakuna atakayekusaidia hapa, ni amali zako, matendo yako, uchamungu wako, ibada zako. Ruka utakavyoruka, ukiletwa hapa wewe utajionea mwenyewe. Nihitimishe ndugu yangu, imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema ya kuwa atakapofariki mtu kisha watu wakamaliza kumzika, wakati wanaondoka wanateremka malaika wawili wanaitwa Munkar na Nakir. Wamebeba nyundo. Nyundo haijatengenezwa katika kiwanda chochote duniani, nyundo imetengenezwa mbingu ya 7 hiyo. Watamkalisha kitako huyu, kiasi ambacho ataona mtu wa mwisho kuondoka makaburini, roho tayari amekwisha rejeshewa. Na ndio maana akapendekeza ndugu wa karibu wawe wa mwisho kuondoka, ili ndugu yao afarijike kuona yule fulani anaondoka. Atakalishwa, ataulizwa, man rabbuka, nani mola wako, nani kakuumba? Wako watakausema Manchester United. Nani mola wako? Wako watakausema Bongo Flava. Nani mola wako? Wako watakausema chama fulani. Nani mola wako? Maana sisi tunapenda vitu hivyo kuliko hata dini, kuliko hata Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuliko hata Mungu na Mtume. Kwa hiyo taulizwa, nani Mungu wako? Swali la kwanza. Swali la pili, wa man nabiyuk, nani mtume wako? Swali la tatu, dini yako ni dini gani? Tumenasema kama mtu duniani alikuwa naishi kinyume na taratibu hizo, atashindwa kujibu. Maana leo kuna vijana wajanja, anakwambia maswali jana ya kitotwa. Kwani mimi Mungu simjui? Hata kama simfuati namjua. Anaitwa Sagodi. Kwani mtume mimi simjui? Anaitwa Muhammad bwana. Kwani mimi dini yangu sijui? Wewe unajua lakini hujui, maskini wewe. Na akiingia humu ndani, kila atakapoulizwa atasema la adri, sijui. Anakula mkongoto hapa. Pigo moja atapigwa kwa nyundo ya Allah. Mtume anasema lau pigo lile lingelipigwa, jabali nzito ingesambaratika pale pale kama mchanga. Nyinyi watu wa Kilimanjaro mna mlima wenu hapa maarufu sana Afrika yote hii na duniani. Inaitwaje?
Mlima wa Kilimanjaro. Basi ule nyundo ya Allah Munkar na Nakir wakiipiga pigo moja tu, Kilimanjaro inakuwa mchanga kama kaburi. Kwa hivyo haya mambo jamani sio maskhara, sio mambo ya kuekti, haya mambo ni ya kweli kabisa. Vijana warudini kwa Allah. Vijana wengi mmepotea. Wengi sasa hivi kila moja na mambo yake. Sisi ni vijana wenzenu, tumeshika dini, hatujapungukiwa na chochote. Tatizo liko wapi? Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Swali kabla hujaswaliwa. Sisi wasafiri tumekusha changanya baina dhuhuri na alasiri. Mara tu baada kumaliza haya tunarejea Dar es Salaam inshallah kwa dua zenu Allah tufikishe salama. Na nyinyi tokeni hapa, nendeni msikitini hapa, kaanze ukurasa mpya na Mola wako. Mtu ambaye haswali sala 5 ana ugomvi na Allah, kapatane na Mola wako kabla hujaletwa maeneo haya.